watu wanne, mtumishi wa Mungu na kuna watu nataka waonje hili chungwa, wale hili chungwa, alafu mabaki wataweka kwenye hii sahani. Alafu tutajifunza kitu ambacho nataka kufundisha. Mungu aliniambia na akaniletea chungwa hivyo hivyo. Haleluya. Kwa hivyo nataka niwape watu wale. Naomba mama nitumie kijana aje hapa. Njoni hapa. Njoo mtu wa Mungu. Na mmoja kati yenu. Kuleni hapa, alafu muangalie, muweke hapa. Hivi. Angalieni kule. Unapokula. Kile kinachobaki naomba niwekewe hapa. Ni sahani. Chochote kile kunachobakisha. Endelea, unachobakisha niwekee. Kuna nini unakiona hapa? Nini unaona? Kitu kimoja taja. Mbegu, hata sihitaji mwingine. Mbegu. Bwana asifiwe. Mbegu, hajala mbegu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Leo unasema madhara ya kula matunda na mbegu zake. Madhara ya kula matunda na mbegu zake. Bwana asifiwe. Amina. Wamebakisha mbegu. Wakati mwingine Mungu alifanya mbegu zingine ziwe chungu ili tu atusaidie tusiangamize nature yake au uzao wa miche na vitu alivyokusudia. Madhara ya kula matunda na mbegu zake. Niliona Victor nabii anatoa mbegu anaweka mkono mwingine. Mbegu Bwana asifiwe. Madhara ya kula matunda na mbegu zake. Nataka niseme mambo kadhaa. Mbegu ni mtaji wa kuzalisha. Nataka kwanza nianzie hapo, ni mtaji wa kuzalisha. Lakini mbegu ni hazina inayotakiwa kutunzwa, kulindwa na kuhifadhiwa vyema. Lakini niseme pia, niseme mbegu ni hazina na hazina ni mtaji unaoweza kukufungulia kila aina ya mlango wa mazao katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amina. Na kama ukweli ulivyo katika mambo ya mwilini, katika machungwa tuliyokula, ndivyo ukweli ulivyo katika mambo ya rohoni. Bwana asifiwe. Yesu alitumia mifano ya vitu vilivyoonekana kwa macho kufundisha vitu visivyoonekana. Alitumia mzabibu kufundisha kuhusu ufalme wa mbinguni. Wakati mwingi Yesu alidumu kuwafundisha watu wake, makutano na wana wa Israeli pamoja na wanafunzi wake kuhusu maisha ya ufalme wa Mungu hapa duniani. Bwana asifiwe. Kumbuka sisi tuko hapa ni mabalozi wa ufalme wa juu. Lazima tuyajue ya juu. Kama huwezi kujua ya juu, huwezi kuaminiwa ya chini. Haleluya. Bwana atusaidie. Kwa hivyo tunaona na niseme mbegu ni hazina, na hazina ni mtaji unaoweza kukufungulia kila aina ya mlango. Hazina yako ilipo, Biblia inasema ndipo na moyo wako ulipo. Haleluya. Nataka tufungue pamoja katika kitabu cha Wakorinto. Wakorinto wa pili sura ya 9, tuanze hapo. Tutasoma kwa haraka. Wakorinto wa pili sura ya 9 na tutasoma mstari wa 10, lakini baadaye nitarudi nyuma nisome kwa haraka kuanzia mstari labda wa kwanza ili nionyeshe kile nataka kufundisha. Sura ya 9 ya Wakorinto wa pili mstari wa 10. Biblia inasema, na yeye ampaye mbegu
mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Bwana asifiwe. Amen. Anasema na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Haleluya. Paulo mtume alikuwa anafundisha somo hili kwa kanisa la Wakorinto kwa sababu aliona kuna kanisa aliona limefanya vizuri ambalo linaitwa kanisa la Makedonia, ambao alikuwa anazungumza kwa ajili yao. Kanisa lile lilikuwa kule Corinth la Makedonia kwa ajili yao, kwa sababu aliona kuna mbegu ndani yao inayoonekana inazidi kupanuka. Walikuwa ni watoaji sana, walikuwa ni watu wa kusimama na kazi ya Mungu kwa wepesi sana. Bwana asifiwe. Kumbuka, Mungu akikupa mbegu hukupa pia na mkate au na matunda kama tulivyoona. Na unaona, sehemu ya matunda, sehemu ya kula ni kubwa kuliko mbegu. Mbegu ni ndogo sana. Lakini kuna watu wanakula mbegu maishani mwao. Bwana asifiwe. Mungu usiku kucha akawa ananikumbusha kuhusu baba zetu, wale ambao wana umri kama mama yetu wanatambua kabisa kwamba wazazi wetu walipokuwa wanavuna mahindi, walikuwa naacha mahindi yale mazuri yenye mguzi mkubwa, wanayafunga, yanatundika darini, yakauka vizuri, yapigwe wengine na moshi ili wadudu wasile, kwa ajili ya kupanda msimu unaokuja. Haleluya. Wangapi wameshaona hivyo? Hata leo yanafanyika. Bwana asifiwe. Hawakuchagua yale manyonge, yale yenye punje ndogo, walichagua yale makubwa. Unaona ni vikubwa mpaka unashangaa. Unaona matano yanajaa kwenye Bwana asifiwe. Naweza akasagwa unga mkashiba. Lakini ndio waliochagua mbegu nzuri. Na kipindi hicho Mungu akawa ananikumbusha, mazao yalikuwa mengi mashambani. Watu walikuwa na chakula. Jambo hili lilikuwa ni jambo la kiroho, lakini watu hawakujua. Bwana asifiwe. Walichagua vizuri, lakini kitu kingine kilichofanyika nilikikuta kinaishia. Haleluya. Watu wetu wazee wa zamani kwenye mwishoni mwa shamba walijenga gala ndogo ambalo lilikuwa na mlango unarudishiwa tu, unawekwa kimti ndani. Wakati mwingine walikuwa nakata sehemu ya mkungu wa ndizi wanaweka pale, sehemu ya mazao wanaweka pale, ili mpita njia mwenye njaa anaweza akaingia akapata chakula, akapata kitu, kaenda akapikia watoto wake. Haleluya. Watu walikuwa waaminifu. Bwana asifiwe. Walikuwa najua jinsi ya kuhifadhi mbegu. Bwana asifiwe sana. Lakini leo watu vijana, watu kina mama, kina baba wanakula mpaka mbegu ya Mungu. Mungu akafanya hata mbegu zingine zikawa chungu, kwa sababu watu hata hawajui hata kazi ya Mungu. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Nataka nisome kuanzia mstari wa kwanza nikifafanua kidogo sura ya 9 hiyo, twende pamoja. Nitamani mtu anisomee, nitamani mchungaji pale anisomee, umpe maiki anisomee, ili tuweze kwenda pamoja. Sura ya 9 kwa taratibu ya Wakorintho wa pili, tuone madhara ya kula. Alafu nasimama, twende. Nitasoma kwa jina la Bwana. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, kwa habari za kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuwaandikia. Mstari wa pili, maana najua utayari wenu ninaojisifia kwa ajili yenu kwa Makedonia, kwamba Akaya ilikuwa tayari tangu mwaka mzima, na bidii yenu imewatia moyo wengi. Wengi wao
Amen. Haleluya. Paulo mtume anazungumza kuhusu kanisa hili ambalo niliona ni kanisa la ajabu linalojielewa. Anasema hapo mstari wa 2, maana najua utayari wenu. Anasema kwa habari za kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuandikia. Anasema hana haja ya kuandikia, hahitaji kuwahimiza tena. Anasema maana najua utayari wenu. Bwana asifiwe. Utayari wenu wa kupanda, manake mmehifadhi mbegu. Bwana asifiwe. Hamjala mbegu, nyinyi siku zote mnahifadhi mbegu. Bwana atusaidie sana. Nataka ufungue haraka kwenye kitabu cha Mhubiri hapo kidogo tu tuone utayari huu wa Mhubiri sura ya 11 mstari wa 4. Mhubiri 11 mstari wa 4 hadi wa 6. Soma, weka mic tu mbali kidogo, soma. Ngoja nitoe kabisa mic. Mwenye kuangalia upepo hata panda kabisa. Samahani sana. Naye ayatazamaye mawingu hatavuna kabisa. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikaavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu. Amina. Afanyaye mambo yote. Endelea. Mstari wa 6 wa mwisho. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako kupanda tena. Kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa. Kama ni hii au ni hii. Manake kama ni za asubuhi au ni za jioni au malizia, au kama zote zitafaa sawa sawa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Tumishi wa Mungu anasema asubuhi panda mbegu. Manake kile kitakachotupa mazao ni jinsi kadri tunavyopanda katika ufalme. Haleluya. Kadri tunavyopanda katika ufalme ndivyo tutakavyotofautiana na wengine. Bwana asifiwe. Ambao hawana haja ya kupanda, ambao wanapanda, wanaangalia upepo, wanasema bona haka kanisa katurubai hapa sipandi. Wanaangalia upepo. Bona ile kanisa lina watu wengi, matajiri, magari yamepaki, sipandi mbegu. Wanaoangalia upepo wao hawatapanda. Bwana asifiwe. Adui anahakikisha kwamba upepo ni wa kasi sana. Kumbuka upepo, Biblia inapozungumzia upepo, wakati mwingine ni kama majaribu au changamoto au kitu ambacho kinakuhamasisha usimtazame Kristo. Biblia inasema wakati mmoja Petro akawa anatembea juu ya maji, ameitwa na Yesu. Alipouona upepo, Biblia inasema akaanza kuzama. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukiangalia upepo hautapanda, utakata tamaa. Wasema mbona nyumbani ndani nimebakiwa na 100,000, nitoe 20,000 tu kwa ajili ya hapana, sitoi. Utatoa 500, nitatoa jero. Bwana asifiwe. Huwezi kupanda. Haleluya. Ni vizuri kabisa kulielewa neno la Mungu linavyosema. Ukiangalia upepo utakuja tu. Nimeoa jana. Kuna mtu alisema nimeoa jana, naomba nikaangalie mke. Yesu akasema asishikaye mpini akageuka nyuma, sina haja naye tena. Haleluya. Hana faida kwangu. Bwana asifiwe. Manake anayeangalia upepo, mambo ya dunia, sina haja naye. Bwana asifiwe. Baada hata wakati wa Nuhu watu walikuwa wanaona kuolewa, gharika ikacha. Haleluya. Bwana atusaidie sana. Mahali tulipokuwa pale, nataka tuendelee kusoma. Kuna kitu kimoja ambayo nimetaja hapo kwamba utayari wa kupanda.
Ni vizuri kuwa tayari wakati unaofaa na usiofaa. Kuwa tayari kupanda mahali popote, ukamsaidie mtu, ukasaidie wasiojiweza, ukatoe sehemu yako ya 10 ya mapato yako ili kuweka hazina yako mbinguni, ili kulinda sehemu ya 90. Bwana asifiwe. Tatizo la watu wengine, kuna watu wanaweka sehemu yao ya 10 wanaweka kwa watu ambao hawawezi hata kuwaombea, hawana wao wenyewe ni changamoto. Au unasema hii sehemu ya 10 nitapeleka kwa watoto yatima. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Hivyo sivyo Mungu amesema. Sehemu ya 90 ndio tunatoa. Tuna huduma mama hajaitangaza, tunapelekeaga watoto wasiojiweza mashuleni, lakini pia watu wasiojiweza na watoto yatima. Hiyo ni kile kinachobaki. Bwana asifiwe. Sio ile ya 10, ile ya 10 ni ya Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Nataka kadri unavyopanda ndivyo unavyovuna. Anasema tangu mwaka mzima utayari huo. Haleluya. Mtume anazungumzia maandalizi na mikakati ya kuzalisha. Lazima uandae, ujiandae. Na endelea kusoma mstari unaofuata ili tuende kwa haraka. Mstari wa 3 na kuendelea. Nasema lakini naliwatuma hao ndugu ili kujisifu kwetu kwa ajili yenu, kusibatilike katika jambo hili. Jambo hili mpate kuwa tayari kama nilivyosema, kusudi wakija wa Makedonia pamoja nami na kuwakuta hamjawa tayari, tusije tukatahayarika sisi tusiseme ninyi katika hali hiyo ya kutumaini. Endelea. Basi naliona ya kuwa ni lazima niwaonye ndugu hawa watangulie kufika kwenu na kutengeneza mapema karama yenu mlioahidi tangu zamani, ili iwe tayari, na hivi iwe kama kipawa, wala si kama kitu kitolewacho kwa unyimivu. Haleluya. Nataka kwanza hapo nieleze kidogo. Paulo mtume anazungumzia, anasema kipaji hiki ni kama karama, lakini anatamani iwe kama kipawa. Kumbuka kipawa kimetajwa. Naomba ufungue Mithali 17:8 kwa haraka, utusomee mstari huo mmoja ili tuelewe kipawa ni nini. Anatamani kila mtu anayefanya bidii kupanda awe na hiki kikawa kipawa. Hebu soma. Kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliye nacho, kila kigeukapo hufanikiwa. Haleluya. Kipawa ni kama kito cha thamani kwake yeye alicho nacho, kila kigeukapo hufanikiwa. Bwana asifiwe. Anatamani hii hali ya kujitoa kwa Makedonia ikawe ni karama na ikawe kipawa. Kipawa kumbuka, hakitafutwi, kinaendelea kufanya. Hata ukijaribu kukataa kinafanya. Wanajitoa. Anatamani ikiwe kipawa ili wao wafanikiwe katika kila watiacho mkono kufanya, kwa ajili ya watoto hao, kwa ajili ya biashara zao, kwa ajili ya kazi za mikono yao, kwa ajili ya ndoa zao na familia zao, waendelee kufanikiwa kwa sababu wana kipawa. Kikigeuka kwa ndoa kinafanikiwa, ikigeuka kwa watoto wote wametajirika. Wengine wanakupeleka Ulaya, wamekunulia mandege, manyumba, wamekunulia magari, wana kila kitu. Ikigeuka kule kwa biashara, akaunti inasoma. Kwa sababu wewe umewekeza mbegu zako katika ufalme. Amina. Haukula matunda na mbegu. Bwana atusaidie sana. Wakati mwingine ndio maana Yesu kipindi kimoja akasema, wapandao kwa machozi watavuna kwa furaha. Kwa sababu unaona watu wanatazama kwanza upepo kabla ya kupanda. Haleluya. Wakati mwingine inabidi tunafunga macho ya upepo. Wakati tulipokuwa tunanunua hii speaker na mama,
Tulikuwa tunadaiwa ada ya mtoto ambaye sasa hivi Mungu amemsaidia, amemaliza udaktari. Tulikuwa tunadaiwa na anaambiwa anaondoka kwa sababu mtihani ni wiki ijayo. Tukaambiana no, mama akaniambia leo hii haturudi nyumbani bila hiyo speaker. Nikamwambia na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Bwana tuangalie. Sisi tutachangisha kwa mtu yeyote, tuangalie hivyo. Tukaingia, tukailipia pamoja na mixer $1,600,000 sijui na 50. Haleluya. Na ada ilikuwa ni $800,000 inahitajika. Yaani kumaliza hivi nakuta miss call kupiga na hapo mimi bwana nimesikia nikutumia hii hela. Maana tulikuja usiku ziweka kwenye ofisi. Hizi vyombo nakumbuka tukibeba na yule kijana. Lakini Mungu usiku ule akaanza kushughulika. Kijana amelipiwa, tumelipa kila kitu ada, amemaliza ada hii. Amefanya mtihani. Maana hangefanya mtihani huo mwisho. Wale wanataka kukaribia mtihani wanadai. Wanasema kama ana apewe kadi, kuna kadi fulani alikuwa anapewa. Asubuhi amepewa kadi, ambia nimepata baba. Ambia na jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Mungu anaangalia kwanza, je, unawaza ya kwake au unawaza tu kuhusu ya kwako? Haleluya. Kuna wakati anaweza akaziba hata ya kwako au akaacha yaende tu, lakini yaende yafike mahali ya kwame. Na ni hatari. Heri ya kwame mapema ushtuke. Yakiwa ameendelea utajitia moyo, kumbe yatakwama wakati huna nafasi tena ya kupata neema hiyo. Haleluya. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Nilimwambia mama ni kweli tunanunua. Maana hata wakati Bwana atakuwa ametutoa, hizi vyombo vitatumika na watu wengine. Yeye alinunua viti 17 muda mrefu tu zikawa zinakaa nyumbani hizi. Bwana asifiwe. Toa mtaji wake akanunua. Haleluya. Mungu akubariki sana. Nimekusema. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu wa haki sana. Hawezi kabisa kutupungukia. Kuna vitu anaweza akakufanyia. Haleluya. Kwa sababu kuna kitu ulisimama nacho akakufanyia kwa ajili ya mkeo, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya wajukuu. Ukawa hata wakati umezeeka unafurahi tu. Haleluya. Kwa sababu Mungu hajawahi kufanya kitu cha kujuta. Bwana asifiwe. Nataka soma eneo linalofuata. Mstari wa 6, neno la Mungu linasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba. Nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba. Manake apandaye kwa uchache atavuna vichache. Kadri unavyopanda, ukipanda kidogo utavuna kidogo. Hiyo ni sheria ya duniani na ya mbinguni pia. Haleluya. Tuendelee. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Amina. Endelea. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Hii ni siri kubwa. Acha moyo ukuambie. Tuendelee. Si kwa huzuni wala si kwa lazima. Amina. Maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Moyo wa ukunjufu ulio tayari, sio kutoa kwa huzuni. Ukitoa kwa huzuni kuna sifa ambayo utaingiza ambayo Yesu haipendi, ya kulalamika. Utanung'unika tu, lazima utasema ndio maana leo watoto hawana mboga, nilifanya ndio maana baba ananikemea, nilifanya. Yaani kutakuwa na unung'uniko. Ni kwa moyo mkunjufu kwamba natoa hili kwa ajili ya Bwana. Bwana asifiwe. Endelea. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Unaona, riziki za kila namna siku zote. Maanake ukiangalia kwenda mradi, kuku ametaga, sio anataga mawili kila siku. Yaani unaokota tu. Ukiokota tu wateja wamejaa. Inatoka. Haleluya. Ukiangalia huku kwingine unasikia kuku wa watu kumekuja, si kideri wamekufa, wakwako wanadunda tu. Unashangaa.
Ukiangalia watoto, amesoma, amefika hapa, amepewa boom. Mwingine kuna mtu amejitokeza, msaidizi wa kusudi, nitamlipia visa aende kusoma Uingereza. Yaani unashangaa, unashindwa mimi kwani nilifanya Mungu nini? Njia zinaachia, riziki zipo. Endelea. Anasema na hapo mbele alipotaja riziki, Bwana asifiwe, akasema kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Anaonekana kama unatapanya. Bwana asifiwe. Malizia mstari huo la 10, turudie tena. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Soma mpaka 15 ili tumalize. Mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yenu, kwa kazi yetu. Sema, maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Unaona, Mungu anapewa shukrani, naye anazidisha faida yenu, anazidisha kwenu. Bwana asifiwe. Kwa kuwa, acha nimalizie, kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi huo, wanamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri injili ya Kristo, na kwa ajili ya ukarimu wenu mliowashirikisha wao na watu wote. Nao wenyewe wakiomba dua kwa ajili yenu, wawaonea shauku kwa sababu ya neema ya Mungu iliyozidi sana ndani yenu. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake tusichoweza kujisifu kama ipasavyo. Haleluya. Paulo tu anaeleza kukiri. Hili kanisa, ukisoma baadhi ya maeneo utaona lilikuwa linawatuma watu akina Epafrodito kumstahi Paulo mtume akiwa jela, wakaona mhudumia. Anasema sisi tusimama na yeye, tutampa mavazi, sisi tutamlisha chakula, sisi tutatenda hili na lile. Bwana asifiwe. Na wakati mmoja huyu ndugu akawa ameumwa sana, lakini Mungu akaona huyu hawezi kufa. Bwana asifiwe. Kama vile yule Dorokasi Tabitha aliumwa akafa, wale wajane wakaona huyu hatuwezi kumzika, hatuwezi kuzika kipaji kinachotoa kwetu, tunamweka gorofani. Wakaenda kumtafuta Petro huko Yafa, akaja akamfufua Dorokasi. Bwana asifiwe. Mungu hawezi kukubali hiyo biashara yako ife kama unasimama na kanisa. Kwa sababu gani? Kuna mtu mmoja, kuna dada wawili wanaosimamaga nasi katika maeneo mbalimbali. Wakati mwingine naamsha usiku saa 9, naenda nalala kwenye carpet na lia, namwambia Mungu, huyu kama wewe nionyesha, naomba umvushe katika hili. Ninalia usiku mpaka asubuhi, najikuta naenda kujiandaa kwenda kazini. Wananipigia simu, Mungu ametusaidia kwenye eneo fulani. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kile anachokifanya, siwezi, pamoja na kwamba hata hawasali hapa, lakini wanajua Mungu wa hapa, wako mbali, wanajua Mungu wa mahali hapa, wamesimama nasi katika maeneo fulani, lakini wanatambua Mungu aliye mahali hapa. Haleluya. Na mimi siwezi kapumzika, lazima, na Mungu ananiambia wanao kuna pito mbele zao, na livunja wanavuka salama. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Tunaelekea kabisa katika hitimisho, lakini nataka niseme ametaja bidii katika kupanda ni kigezo kimoja muhimu sana. Katika kitabu cha Mithali, nisomee mstari huo 22 mstari wa 29 mstari mmoja. Bidii inatajwa kama kitu ambacho au sifa ambayo inampa mtu nafasi ya kusimama mbele za wakubwa. Sura ya 22 mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, je, wamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama
mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Hata simama mbele ya watu wasio na cheo, atasimama mbele za wafalme. Biblia inatuita Bwana kama Mungu mfalme wa wafalme. Bwana asifiwe. Mtu mwenye bidii atawandishwa, atasaidiwa na Mungu. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo nataka niseme mambo kadhaa na kama mstari wa 10 tuliona Mungu hutoa mbegu na mkate. Na tukaona mbegu ni kwa ajili ya kupanda, sio kwa ajili ya kula. Mbegu sio kwa ajili ya kula. Kuna sehemu kila wakati, wale wanaosoma Biblia, hata Yesu alidhihirisha, kila wakati unachokipata kina sehemu kwa Mungu, ili Mungu alinde vitu vyako. Bwana asifiwe. Na ndio maana wakati mmoja Yesu alipokuta mitume hawana samaki, wamevua usiku kucha kupata kitu, akawaandalia kitoweo. Alipoambia twikeni kilindini, wakavua samaki 153. Biblia inasema kama mnasoma kwa umakini, Yesu akamwambia leteni baadhi ya samaki. Haleluya. Baadhi manake ni fungu. Lazima kuwe na kitu cha kumrudishia Bwana shukrani. Yeye ni Mungu, lakini alikuwa anawafundisha. Kuna sehemu ambayo sio yenu, kuna sehemu ambayo ni ya Mungu. Mkigusa hii, kuna vitu hamtawahi kuviona maisha. Haleluya. Akamwambia leteni baadhi ya samaki. Kwa nini? Yeye ni Mungu. Mwanzoni alipofika alikuwa amewaandalia samaki, wajui walitoka wapi, na mikate imeokwa. Haleluya. Lakini anadai zile tena fungu la 10. Haleluya. Sehemu, yani mbegu. Haleluya. Nataka niende kuelekea kuhitimisha, niseme mambo kadhaa. Nimesema mbegu ni kwa ajili ya kupanda, lakini matunda au mkate ni kwa ajili ya kula. Haleluya. Ni kwa ajili ya kula. Bwana atusaidie. Na kile chetu cha kula ndicho unaweza ukamstahi na kumsaidia ndugu yako. Ndicho unaweza ukamsaidia mtu asiyejiweza. Mkala naye. Lakini sio mbegu ya Mungu. Babu zetu hawangekubali utoe yale magunzi, yale mahindi, uyapukuchue, yakasagwe, yapewe maskini. Wao walikuwa na ghala. Mtu mwenye shida alikuwa anapita hata Moshi kipindi fulani. Leo tulikuwa tunazungumza, mwalimu mwingine rafiki yangu anaitwa Urio, ananiambia wakati mwingine alikuwa anaruhusu mtu apite shambani, aje atoe mahindi, achome mawili, sio zaidi ya mawili, ale alafu aende. Inaruhusiwa. Haleluya. Lakini sio ile mbegu uliyoweka ukaitoe. Bwana atusaidie sana. Mbegu ni kwa ajili ya ufalme. Sasa nataka nihitimishe kwa kusema kwamba kuna vitu kadhaa katika ufalme ambazo ni mbegu halisi na Mungu ana wivu nazo sana. Moja ni zaka. Nataka nikihitimisha, zaka ni sehemu ya 10. Kama unapata, wengine hawajui, kuna watu niliwafundisha juu ya zaka wakajua. Kama una 1,000, 100 ni ya Mungu. 100 tu. Mungu hahitaji nyingi. Ingawa kuna wengine wamefika viwango wanatoa 20%. Na wajua watumishi wa Mungu anatoa kubwa, nao Mungu amewazidishia sana. Haleluya. Zaka ni kwa ajili ya Mungu. Sisi wenyewe tukitoa zaka tunatu huko. Haleluya. Kwa hivyo zaka ni kwa ajili ya ufalme. Sitasoma, lakini Malaki 3:10. Hebu soma tu kwa kifupi, alafu Luka 11:42, maana ni vitu vitatu tunamaliza. Zaka. Malaki 3:10. Malaki 3:10, neno la Mungu linasema, leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka kamili ghalani. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Na kuwamwagieni baraka. Hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Bwana asifiwe. Mungu hakuna sehemu nyingine amesema tumjaribu, ni zaka 10%.
Sitafundisha mambo ya zaka sana, nishawaifundisha na Mungu akijalia tutafundisha, maana kuna kwenye zaka kuna udongo, lazima uangalie aina ya udongo. Haleluya. Bwana asifiwe. Lazima uangalie aina ya udongo unapopanda. Lakini ndivyo, hebu soma Luka 11:42 Agano Jipya kuhusu zaka. Anasema Luka 11:42. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu, ili wapasa kuyafanya hayo ya kwanza, bila kutoa zaka bila kuyaacha hayo ya pili, bila kuacha mambo ya adili. Haleluya. Yesu Kristo ndiye anazungumza hapa. Zaka ni muhimu, lakini mambo ya adili ni muhimu zaidi pia. Haleluya. Sasa kwa nini anasema haya? Kwa sababu mambo ya adili ndio yatakupeleka mbinguni. Haleluya. Lakini zaka itakufanya ulindwe na ustawi. Nataka muelewe, tuko duniani lazima tupende kustawi. Natamani uone mtoto wangu akienda mbali zaidi ya mimi. Haleluya. Natamani kuona akifanikiwa sana, akawa na mabasi ya kupita barabarani maelfu, akawa na vitu vikubwa. Lakini Bwana, hiyo linatokana na zaka. Lakini pia natamani nifike kwa Baba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio Yesu anazungumzia. Kwa hivyo zaka. Lakini jambo la pili ni dhabihu. Dhabihu. Nisema dhabihu ni ibada ya kiroho. Haleluya. Inampendeza Mungu. Nataka soma Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi 12:1-2. Tunahitimisha. Mstari wa kwanza na wa pili anasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Yes. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Haleluya. Dhabihu nyingi, dhabihu moja, kutoa miili yetu. Maana kama tulivyofundishwa asubuhi, kuwa watakatifu, kutokubali kuchanganywa na dunia, kutokubali kuingia katika dhambi. Haleluya. Maana hizi ni njia zinazokukamilisha. Unatoa zaka na sadaka na dhabihu, lakini pia unajitoa. Jambo la mwisho. Okay, soma Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Petro wa kwanza, ili tuone dhabihu kwa kumalizia hapo. Neno la Mungu linasema, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya roho, mmejengwa mwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Dhabihu zinazokubaliwa. Jambo la mwisho la tatu ni sadaka. Hizi ni mbegu, tunataja aina ya mbegu zinazofanyika kanisani. Kuna zaka, dhabihu na sadaka. Kumbuka dhabihu pia inafanyika katika mwili, lakini ya kiroho. Lakini sadaka sadaka ni hata kujitoa. Unawahi, kama leo nilikuwa namenyana na speaker hapa, nasema kuna vijana kweli, baba, mimi nabeba speaker. Nilibeba nikiwa kijana sana, na nilipooa ninakumbuka nilikuwa nampeleka mama, tuna deki kanisa usiku alfajiri, tuna deki, tunasoma vitu, watu wanashangaa. Haleluya. Lakini hata leo nasoma speaker inanichafua, naenda kujifuta wakati unatafakari neno na nena kwa lugha. Haleluya. Kasema Mungu nisaidie. Haleluya. Mungu ni mwema. Haleluya. Ndio sadaka.
unajitoa. Kuna binti ambao hujitoa sana. Leo alikuja anasema hakuna maji, anataka kulia. Tulikuta ameshafagia kila mahali. Mungu akubariki sana Maria. Haleluya. Kila kitu yeye anajua anachokifanya. Sadaka, Luka 12:33 mstari wetu wa mwishoni. Luka 12:33. Tutaendelea sana. 33 Neno la Mungu linasema, viuzeni mlivyo navyo. Viuzeni mlivyo navyo. Mtoe sadaka. Mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa. Jifanyieni mifuko isiyochakaa. Akiba isiyopungua. Akiba isiyopungua. Katika mbingu. Katika mbingu. Mahali pasipokaribia. Mahali pasipokaribia. Mwivi. Wala nondo. Haharibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wanaotaka kwenda kusoma, kuna mifano Yesu alitoa, akazungumza kuhusu mpanzi katika Mathayo aliyepanda mbegu, lakini akazungumzia kuhusu ngano na magugu. Mifano hiyo katika Mathayo sura ya 13 yote kuna mifano hapo, anazungumzia kuhusu mbegu. Aliyepanda na aliyepanda katika udongo mzuri, 130, 160, 100 zikazaa hivyo. Lakini kuna mmoja aliyepanda katika njia, ndege wakaja wakachukua. Kuna tafsiri yake ametoa hapo mbele, ukisoma anaeleza. Bwana asifiwe. Lakini sitaki kwenda kusoma huko. Ninapohitimisha nataka niseme kwamba kama Biblia inavyosema katika Mathayo 6:19 hadi 21 kwamba hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Haleluya. Mahali umewekeza ndipo moyo wako. Na niliwaambia moyo una mifumo yote. Moyo una macho. Biblia inasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Una macho, lakini moyo una kinywa, unanena. Moyo una masikio, unasikia. Bwana asifiwe. Na moyo ndio sehemu ya Mungu ya kuwasiliana na wanadamu, sio huko nje. Hizo za ndani, ukiwa msafi ndani, Yesu alisema utakuwa automatically nje utakuwa safi. Na akianzia ndani, basi nje atakamilishwa. Na niseme kwamba lazima tujue kujiandaa ndani. Kuna kitu kimoja mama hapa amesema ambacho nilikisema siku fulani, kwamba unaingia ndani ya moyo wako, unafunga, unaomba kwa Baba yako aliye mbinguni. Haleluya. Unafunga mlango wa chumba cha ndani ya moyo kwa faragha yako na Mungu. Na niseme ninapohitimisha, soma hapa ili tuweze kusimama. Ayubu sura 22 mstari wa 24 hadi 26. Ayubu 22:24 hadi 26. Tuone hapo kuhusu kupanda, tumalize. Ayubu sura ya 22. Anasema, nawe hazina zako ziweke mchangani. Ziweke hazina zako. Panda hazina zako. Ziweke mchangani. Maana yake zipande. Panda kama mbegu, Na dhahabu ya Afiri iweke kati ya mawe ya vijito. Naye Mwenyezi atakuwa hazina yako. Mwenyezi Mungu atakuwa ni hazina yako. Atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Haleluya. Kwani ndipo utakapojifurahisha katika Mwenyezi na kuinua uso wako kumwelekea Mungu. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame kwa